Kidunia eneo la Mukuru baada ya mvua kubwa iliyoonyesha usiku wa jana kusababisha ukuta kuporomoka nyumbani kwao. Wakati huo huo, jijini Nairobi, jiji kuu, lilikumbwa tena na maji ya mafuriko ambayo wakazi wanasema yanasababishwa na maji ya taka yaliyoziba kunradhi na mfumo wa maji wa taka ulioharibika. Wengi walisalia wamekwama usiku wa jana na wanasema utabiri wa idara ya hali ya hewa kuwa mvua hii itaendelea na inaweza kuzidisha hali hii ambayo tayari ni mbaya zaidi. Sheila Chelangat anaukito wa taarifa hii. Mukuru kwa Njenga, ambapo kwa wakazi hapa kila tone la mvua lina uwezo wa kugeuka kwa hasara kwao kutokana na mifumo yake ya maji taka ambayo imezibwa kwa miaka na taka za plastiki. Makazi na biashara zao hapo jana yakiingiliwa na maji ya mvua yaliyojaa taka. Tunakutana na Julius Muthama akisafisha mali yake baada ya maji kupenya kwenye nyumba yake. Usiku uliopita alilazimika kulala akiwa amesimama. Anasema tahadhari ya idara ya hali ya hewa nchini kuhusu mvua kubwa kuendelea huenda ikazidisha hali ambayo tayari ni mbaya. Ikianza kunyesha tu hivi tusikie hiyo ni mvua tu inaanguka mapati, hakuna kulala. Sasa lazima uamke uanze kusikia hiyo maji tutatufamia ama mvua ni kidogo. Ukiona mvua ikikuwa mingi tunaanza kutoka. Majirani zake pia wanasema maji ya mafuriko yamegeuza nyumba zao kwa mitego ya kifo. Na Mungu kama atasaidia, mvua inyeshe lakini isikuwe kubwa hivyo kama ya jana, isiingie kwa nyumba. Sababu maji ikiingia inaharibu vitu zote. Kitambo enda kuokoa kitu fulani, ingine pia imepata maji. Unashindwa ni watoto utaokoa, ni nguo kwanza utaokoa ama ni vyombo utachukua uweke kando. Stress niko nazo. Sababu sasa mvua ikinyesha usiku sasa sijui itaenda kwamba usingizi wapi. Sababu usiku tulilala kama tunasimama kwa barabara mpaka hiyo mvua ikaisha, maji ikaenda ikafungua. Ndio sasa tukaingia tukaanza kupanguza nyumba ndio tulale. Kwao mvua ya jana ilivuta kumbukumbu ya mafuriko yaliyokumba eneo hili mwaka jana. Ile mvua ya last year. Hiyo mvua ilinyesha mpaka ikaingia kwa maji ikalipu kila kitu. Tukalipiwa kitanda, piti, nini. Lakini shida ni kiandika mzaada haupati. Nyesha. Sasa ndio iko worse na mnasikia cholera imetokea sijui wapi. Sasa ni vipi hao watakosa kuumia, unaona? And nobody is talking about it. Watu wa disaster wamenyamaza, watu kama ni area MCA wamenyamaza. Takataka iko hapa just 50 meters from here. Imemaliza miaka 2 ibebwe. Maeneo mbalimbali kama Kariobangi na Maringo yaliathirika, huku watu 3, mama na watoto wake 2, wakifariki Mathare baada ya ukuta kuporomoka kufuatia mvua mkubwa. Sheila Chelangat, runinga ya TV 47.